Mbunge wetu wa kwanza mwenye boma ambaye amelinda hii constituency sasa mihula mitatu, Mheshimiwa Ferdinand Magufuli. Mimi namuita the King Ferdinand, rafiki yangu, ndugu yangu. Waheshimiwa wabunge wetu, ndugu Bukose, Makali, Pepela, Kakai, waheshimiwa MCS na familia ya ndugu yetu Mama Margaret na watoto wako na jamii kubwa yebalako nende vale vefwe kwa Mabusia, kanisa yetu, waheshimiwa wananchi, leo nimekuja hapa lakini kwa haraka niko na function nyingine kule Vihiga, nikuje nimalizie Tongaren. Nimekuja hapa kwa heshima kubwa ya Mwenyezi Mungu, vile amemlinda rafiki yangu, ndugu yangu Ferdinand. Ferdinand amekuwa mtu ambaye amekuwa karibu sana na sisi zote, the kingpin of our party Ford Kenya hapa Trans Nzoia, akiwa mwenyekiti, mtu ambaye amependwa na kuchaguliwa mara 3 without a break, mbunge ambaye kule bungeni hakuna hata siku moja ameambiwa you are out of order, mtu ambaye kule bungeni hakuna hata siku moja speaker amemwambia kwa hii miaka yote, Ferdinand, you'll remain out kwa kukosa nidhamu. A great man. Ferdinand aligonjeka akaenda hospitali Nairobi. Wale tulimuona hospitali na wabunge wetu akilindwa na mama, hatukufikiri tutakuja hapa tucheze na Ferdinand. Kweli Mungu yuko na Mungu yuko hai na Mungu anatulinda vile amemlinda Ferdinand. Ugonjwa alipomzidi, madaktari wakanishauri tujaribu hospitali ingine kule India, inaitwa KIMS Hospital. Tukampeleka mheshimiwa, wakati ule alikuwa very weak. Lakini nilipoenda India kumuona baada ya wiki fulani, nilishangaa vile nilimpata Ferdinand. He was buoyant, he was active, he was happy, he was full of confidence, full of life, na alikuwa anataka kurudi nyumbani. Hata nilipomuona alifikiri nilikuwa nimeenda kumchukua nimrudishe nyumbani. Madaktari wakasema wacha tuendelee kumsaidia kufikia kiwango chenye tunajua ile nambaki ya kurudisha speech yake will be a process, na hiyo process ndiye inaendelea. Kama ingewezekana bunge lote lingekuwa hapa kwa heshima ya Ferdinand, kwa sababu yeye ni kipenzi cha kila mbunge. Aliporudi bunge, ungeona ile furaha ilikuwa kwa nyuso za wabunge wetu wote. Hata nilikuwa na shida kuzuia wabunge kukimbia kule aliko kwenda kumsalimia kwa sababu ya heshima. Kwa nini tunampenda Ferdinand? Ferdinand amekuwa mtu wa heshima na mwaminifu. Ferdinand amewahi kusimama na kutishwa kwa sababu ana defend chama chetu. Wakati vijana walitaka kuharibu chama,
wamelindwa na bunduki. Wale walikuwa wanaharibu chama wametumwa na ile serikali iliyopita. Ferdinand alienda katika hoteli moja kule Nairobi, akapambana na wale wenye bunduki, akawaambia shoot me if you can, I'm here to defend my party leader and my party. So wale ambao mnafikiri kwa nini I am so close to Ferdinand, because Ferdinand could sacrifice his life for me, I can do the same for him. Ferdinand, siku moja ile bunge iliyopita nikiwa senator, tuliingia katika gallery ya bunge la kitaifa wakidiscuss maneno ya mswada wa usalama, na tulikuwa tumeamua ya kwamba huo mswada si mzuri. Mimi, Orengo, Mudhama na wengine tukaingia katika Nakhalwale. Wabunge wakatufamia hapo juu. Kulikuwa na mbunge mmoja kutoka Nakuru alikuwa amenilenga, na Ferdinand alikuwa ameona ile inafanyika, akakimbia kutoka chini round mpaka kwa gallery, akapiga huyo mbunge ngumi karibu amuue. Alimrushia huyo mbunge ngumi, baadaye mbunge alilaswa hospitali, and he was defending me. That's why tukiwa hapa wana Trans Nzoia, wana Kwanza, tumshukuru huyu Mungu kwa sababu yeye ndiye ana uwezo. Tumheshimu Mungu kwa sababu yeye, daktari wakishamaliza kukutibu, yeye ndiye anaponya, na yeye ndiye amemponya Ferdinand kurudi nyumbani. Mama Margaret, tunasema kongole katika kazi ya wananchi. Tumeona mafamilia mengi, mzee akiwa mgonjwa, mama anasema this is not the man I married, anafunga virago, anahama. Watoto mara mingi wanafuatana na mama yao, wanakuacha peke yako. Tumezika wabunge wengi ambao wamepitia katika hii hali, lakini huyu mama Margaret, you would have thought they met with Ferdinand yesterday as young boy and girl, wakianzisha maisha yao. She stood with him. Hata wakati nimeenda India, the management of the hospital wakaniuliza, nyinyi wa Afrika wamama hupenda wazee wao hivi vile tumeona huyu mbunge? Nikawaambia this is an above average family, kwa sababu tunajua mkienda kufunga ndoa mnaambiwa until death do us part, lakini siku hizi we can substitute and say until money do us part, kwa sababu pesa ikipunguka, mama atafikiri she married the wrong man na kwenda kutafuta mwingine. Sababu mai mubukule kwa mfano kwa mai Margaret ko omuzakhulu kakhecha na ikila otima zol musakhulu engwe khubirirekho namwe wakarana na sina okhambulo kalukhanie bakhupile ta, kwa sababu at the end of the day your castle is your home, your last and first line of defense is your family. Kwa hivyo hatuna maneno mingi, Mheshimiwa Ferdinand. We have come to pray with you as we have done. We've come to express our solidarity as we have done. We have come to demonstrate our friendship as we have done. And above all, we have come to tell you we will walk with you through the remaining part of your journey to full recovery. And I can see you are aimed at recovering fully. Nimeona ukikata denzi hapa. Ule Ferdinand alikuwa chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini. You are back to where you left. And we'll work with you. Watu wetu wa Trans Nzoia,
Hii kaunti yetu ni kaunti ya kila mtu, ni kaunti yetu sisi zote. Mimi ni mkazi wa Trans Nzoia. Hawa wabunge wote, hata wale wako huko Bungoma, kama huyu Makali ana shamba hapa, huyu mzungu ana shamba hapa, sisi zote ni wakazi wa hapa kama nyinyi. Na tunataka kuwaomba, mimi nimekuwa kiongozi wenu kwa miaka mingi. Khaemba alikuwa gavana wetu 2 terms, akatoka. Sasa amestaafu, anakaa vizuri. And I wish Rais Uhuru Kenyatta angeona vile Khaemba anaishi baada ya kustaafu, aone ya kwamba ukistaafu unakuwa mzee wa mji wa kushauri watu badala ya kuchochea mambo isiyo na maana. Kwanza Ford Kenya, UDA na vyama vingine vyenye vimeungana na sisi, hata ODM in broad based. Hapa Trans Nzoia tutakuwa na candidate mmoja peke yake wa governor. Tutakuwa na candidate mmoja tu. Kama wewe unapenda mtu, pigia yeye. Kama umpendi, pigia mwingine. Lakini tusiwe na siasa. Tusiwe na siasa ya kupiganiana kelele, siasa ya kukosa heshima, siasa ya kutusi watu. Bandu ba Trans Nzoia semanyile ngeze bakhomelanga mu Trans Nzoia muno, abanga khukhoma khwira omundu andi sinafwa khale, lakini zendiano you can see how fit I look. Na Mungu ameniweka kisababu ya kwamba siku moja baada ya Rais William Ruto mimi nitakuwa hapa, na nitahitaji nyinyi nyote, babele bamai, babele vijana, babele bapapa, kukendelala. Nyinyi vijana wetu nataka pia kuwashauri, msitumiwe na wanasiasa kupigana au kupiga watu. Kama mwanasiasa anakuambia chukua mawe piga mtu, mwambie leta mtoto yako nianze na yeye. Waanze na yeye ndio ende kwa mwingine, kwa sababu we need everybody. If one day I want to become the president of this country, I need you, I need you, I need you, regardless of where you come from, what you stand for. It is my duty to convince you to see my things my way so that we can move together. Kwa hivyo hapa Trans Nzoia, mimi siachilii kazi ya mabarabara. Tumeleta, sasa tunatengeneza barabara kutoka Tarbo kuja Sikhendu kuja mpaka Endebess kwa Bukosi. Barabara ya kutoka mile 9 kuja mpaka Matunda, mpaka Moi's Bridge, mpaka Kitale, mpaka Kapenguria, mpaka Morpus Turkana. Tayari ADP imeweka pesa 17 billion kupanua hiyo barabara ili kutoka hapa kwenda Eldoret iwe rahisi, kwa sababu vile ilivyo magari hayawezi hata kukutana. Malori kubwa inaweza kugongana. Tunapanua hiyo. Mambo ya maji, tumeambia waziri wetu wa maji na Lake Victoria North, hata nilikuwa hapa na MD kukagua mambo ya maji. Trans Nzoia haijaachwa nyuma. Vile wananchi kila mahali wanapata mbolea ya bei nafuu. Wakati Rais Ruto alipoingia akishika kutoka kwa Rais Uhuru, mbolea tulikuwa tunanunua 7,000. Uwe tajiri, uwe maskini, 7,000. Tukateremusha ikafika 2,500. Na tunawatolea kofia wananchi wa Trans Nzoia kwa sababu nyinyi ndio mnalisha Kenya. 1/3 of the maize cereal in Kenya is grown here in Trans Nzoia. Na tumeamua kama serikali kwamba Trans Nzoia will not be left behind despite the inhygienic politics being displayed in Trans Nzoia. We will move with Trans Nzoia, Bungoma, Kakamega, Vihiga, Busia, West Pokot, these frontline counties mpaka Turkana, mpaka kule Siaya. Tunalinda mpaka wa Kenya na Uganda. Usalama wa Trans Nzoia ni muhimu kama usalama wa Bungoma, kama wa Siaya, kama wa Turkana. Hatutaachilia. Kwa hivyo wacha niseme nikimalizia, sisi
Kama Ford Kenya tuko na candidate. Hoja Bisau ni wicha Ford Kenya, we will subject you to nomination with Mama Nakhumicha. But if you are not in Ford Kenya, Nakhumicha is our candidate. If you come to Ford Kenya, Makali is here, is the chief legal officer of the party. Tutakuja hapa tupigishe nomination, but Kenya kwanza, because is my witness, we will have only one candidate. To make sure Trans Nzoia inakuwa Trans Nzoia. Muriyo munoko.